Siri kubwa za kujenga utajiri wa kudumu. Karibu ndugu mpendwa katika channel yako hii ya maendeleo binafsi, ambako tunatoa elimu inayolenga kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake, kuweza kujua sababu ya yeye kuwepo hapa duniani. Tunampatia mbinu mbalimbali za kumwezesha kufanikisha malengo, maono alionao katika maisha yake. Kama ndio mara yako kwanza kutembelea channel hii, huja subscribe, basi unaweza kusubscribe ili kila mara tunapotoa video wewe wa kwanza kupokea taarifa, na unaweza kumtumia mtu mwingine linki hii ili aweze kufaidika na maarifa haya. Kwa kweli hutajutia katika kutumia muda wako kusikiliza video hii mwanzo hadi mwisho. Leo tunaenda kuangalia siri kubwa za kujenga utajiri wa kudumu. Siri ya kwanza: amini unaweza na unastahili kuwa tajiri. Yaani, amini unaweza na unastahili kuwa tajiri. Kanuni mojawapo inayoleta mafanikio ni imani. Imani. Kwa maana hii ndiyo msingi wa kila kitu. Kama ndani yako unaamini utajiri si wangu au siwezi kufanikiwa, hata ukipata fursa, hakika ndugu mpendwa, utaitumia vibaya. Kuamini kunakupa ujasiri wa kuanza jambo, kuna kufanya uone fursa, yani opportunity, kunakupa nguvu ya kuendelea hata ukikwama njiani. Sio kujidanganya, bali ni kujijenga kiakili kuwa inawezekana mimi kufanikiwa au kuwa tajiri. Siri ya pili: anza kujenga tabia za matajiri. Utajiri hauji ghafla, unajengwa na tabia za kila siku. Tabia za muhimu: nidhamu ya pesa, kuto kutumia hovyo pesa zako, kupenda kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kwa hekima, kutunza muda wako, kutumia muda wako vizuri. Matajiri wengi wanatofautiana na maskini kwa tabia, sio kwa bahati. Mfano, mtu tajiri huwekeza kabla ya kutumia pesa zake. Maskini hutumia kabla ya kufikiria kesho. Siri ya tatu: weka malengo ya kuwa tajiri. Yaani, weka malengo ya kuwa tajiri. Bila malengo unaishi tu bila mwelekeo. Malengo yanakusaidia kujua unataka nini hasa kwa ufasaha, kupanga hatua zako, kupima maendeleo yako. Malengo yawe waziwazi. Mfano, nataka faida fulani ndani ya mwaka huu. Siri ya tatu: weka malengo ya kuwa tajiri. Bila malengo unaishi tu bila mwelekeo. Kwa hiyo malengo ni muhimu sana. Malengo yanakusaidia kujua kwa ufasaha unataka nini, kupanga hatua zako, kupima maendeleo yako. Malengo yawe waziwazi. Na vitu muhimu viwili katika malengo: jambo la kwanza, andika malengo yako kwenye karatasi, yaani uweze kuwa mtu wa kuyapitia mara kwa mara ili aweze kujenga kwenye akili yako, kwenye fikra zako. Na jambo la pili katika malengo ni kuweka muda maalum wa kuweza kuyafanikisha yale malengo yako. Ukiweka muda itakufanya uweze kutumika kwa bidii na kwa nguvu zote ili uweze kufikia malengo yako kwa wakati uliojiwekea. Lakini kama hutie muda, unataka $100 lakini ndani ya mwaka huu 2026, lakini hauweke tarehe na mwezi, hakika ndugu yangu utaishia mwaka unaisha bila wewe kufikia lengo ulilojiwekea. Ni muhimu sana uweze kujiwekea tarehe na mwezi ili iweze kupatia nguvu na msukumo wa kuweza kuyafuatilia na kuweza kuyafanikisha malengo yako. Jambo la nne au siri ya nne: fanya kazi au biashara itakayokupa huo utajiri. Ndoto bila chanzo cha faida ni hadithi tu. Jiulize, ni kazi gani inaweza kukuza faida yangu? Ni biashara gani ambayo unaweza kuanza hata kidogo? Muhimu, jifunze ujuzi unaolipa. Tafuta suluhisho la matatizo ya watu. Hapo ndipo pesa ipo. Kumbuka tafsiri ya pesa. Pesa ni zawadi unaopewa baada ya wewe kutatua tatizo la watu fulani.
Pesa inajificha kwenye matatizo ya watu. Tatua matatizo yao, watakupatia pesa kama zawadi. Utajiri huja kwa kutoa samani, yani valeur kwa watu wengine. Siri ya 5, jenga urafiki na watu waliofanikiwa. Watu unaokaa nao mara nyingi wanaathiri maisha yako sana. Either wanaweza kukuangusha au kuweza kukuinua. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kujua watu wako wanaokuzunguka ni wa aina gani. Ni waliofanikiwa, ni watu ambao wenye maono na malengo makubwa, ni watu ambao wanaongea mambo ya kusonga mbele, na wala sio watu wa kukatisha tamaa. Kwa maana ukikaa na watu wenye malengo utachochewa nao. Ukikaa na watu wanaofanya kazi kwa bidii, hakika utaiga. Ukikaa na watu waliofanikiwa au watu wenye malengo makubwa zaidi, utajifunza njia. Ukikaa na watu wasio na mwelekeo, hakika na wewe pia utapoteza muda. Kwa hiyo tafuta mazingira yanayokujenga, sio yanayokurudisha nyuma. Siri ya 6, kuwa tayari kulipa gharama ya kufikia ule utajiri unaoutaka. Hii ni pointi muhimu sana na wengi huikwepa. Gharama hapa sio kafara wala mambo ya ajabu ajabu ya kuua watu. Ni vitu halisi kama muda, kutumia muda katika kujifunza na kufanya kazi kwa uendelevu. Juhudi, kufanya kazi hata wakati hujisikii kufanya. Kujinyima, kupunguza starehe zisizo na faida. Kuvumilia, kupita kwenye changamoto bila kukata tamaa. Kujifunza kutokana na makosa yako unayoyafanya kila siku. Hata ukishindwa unaendelea, hata ukianguka tena unaanza upya. Mfano, wakati wengine wanapumzika, wewe unasoma au unajenga kitu fulani. Unachagua kuwekeza pesa badala ya kutumia yote. Hakika ndugu mpendwa, hakuna mafanikio bila kujitoa. Lazima uache kitu ili upate kitu kikubwa zaidi. Siri ya 7, jifunze kusimamia pesa zako. Watu wengi wanapata pesa lakini wanashindwa kudhibiti, hawajui ni wapi zinakokwenda. Kanuni, kutumia chini ya unachopata kama faida. Yani kama unapata kwa mwezi $50, yani $50, ni lazima uweze kutumia kidogo, usitumie zaidi. Asa kuna watu ambao wanapata faida ya $50, yani $50, lakini unatumia $60. Yani lazima hapo umaskini utakuandama. Kwa hiyo tumia chini ya unachokipata. Weka akiba, wekeza hata kidogo kidogo. Kama hujui kusimamia kidogo, hata kikubwa kitapotea. Siri ya 8, kuwa na uvumilivu. Utajiri wa kudumu hauji kwa haraka au kwa upesi. Usichoke mapema. Endelea hata matokeo yanapochelewa. Fanya kidogo kila siku. Mafanikio makubwa hutokana na juhudi ndogo zinazofanywa kwa muda mrefu. Mwishoni kabisa, ukweli ni huu ndugu mpendwa. Utajiri si bahati, ni mchakato unaohitaji fikra sahihi, tabia sahihi na hatua sahihi. Ukianza na kuamini, kubadili tabia, kuchukua hatua, kuvumilia, hakika bila shaka maisha yako hayawezi kubaki yale yale. Ni lazima utafikia utajiri unaotaka katika maisha yako. Asante kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Niambie nini ambacho umekijifunza. Niandikia hapo chini maoni yako, nami pia nitaweza kujibu kwa furaha. Kumbuka, yote yawezekana kwake yeye aaminie.